Bana, kati ya changamoto ambayo tunayo kwenye mpira wetu ni pamoja na mpira wetu kutokuwa na muendelezo mzuri. Yaani bado hatujawa na muendelezo mzuri wa kukuza timu zetu. TFF wameingia kwenye aibu nyingine, na hii ni aibu kubwa kwa shirikisho kubwa kama TFF ambalo linaongozwa na rais ambaye ana hadhi kubwa kwenye bara la Afrika. Kumbuke Wallace Karia ni mjumbe wa kamati tendaji ya CAF, na ile nafasi ambayo anayo kule CAF ni nafasi kubwa sana. Nafasi ambayo viongozi wengi wa mpira duniani wanatamani kupata nafasi kama zile, especially kwenye bara letu la Afrika, lakini pia hata kwa Ulaya. Ni marais wa mashirikisho mengi wao wanatamani kuwa wajumbe kwenye shirikisho lao la bara, na ndio maana unaona hata kwenye ile nafasi mara nyingi inatolewa macho na watu wengi. Yaani ni watu wengi wanatamani kuwa kwenye ile position. So kwa hapa kwetu tumebahatika kuwa na rais wa Karia ambaye amepata nafasi ya kuchaguliwa kuingia kama mjumbe wa kamati tendaji ya CAF. Sasa ukiwa kwenye ile kamati, maana yake wewe pia unakuwa sehemu ya kujadili mpira wa Tanzania wa Afrika kwa ujumla. Lakini sasa kinachoshangaza ni kwamba Wallace Karia yeye kwenye shirikisho lake huku changamoto zimekuwa ni nyingi. Yaani changamoto zimekuwa ni nyingi kwa sababu namna ambavyo mambo yetu yanaendeshwa, inawezekana kuna watu wanamwangusha kwa namna moja ama nyingine kwenye baadhi ya maeneo. Inawezekana, hatuwezi kulipika hilo, lakini pia sometimes hata namna ambavyo viongozi wanajipanga kuyafanya mambo kidogo kumeonekana kuna changamoto kubwa kwenye maeneo tofauti tofauti. Sasa shirikisho limeingia aibu kwa sababu kwanza kuna hii kashfa ambayo hii sio kashfa by the way. Kuna huu msuguano ambao uliopo kati ya Yanga na TFF. Hiyo ni kashfa ya kwanza ambayo inalichafua shirikisho kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu Yanga ametaja vitu vingi ikiwemo uonevu na nini ambavyo hivi vimehusisha viongozi mbalimbali wa kamati ya bodi ya ligi ambao ndio imepewa mamlaka kuendesha ligi, lakini pia imetajwa viongozi wa TFF wakiwemo Wallace Karia ambaye ni rais. Lakini pia wakati huo aibu hii inazungumzika kwenye mpira wetu. Kuna aibu nyingine ya timu yetu ya vijana umri chini ya miaka 20 ambayo imeenda kwenye mashindano ya AFCON. Bwana, hii timu imecheza michezo 4 mpaka sasa hivi, lakini hawajashinda hata mchezo mmoja. Wamecheza michezo 4, hawajashinda hata mchezo mmoja. Wamefungwa dhidi ya South Africa, wamefungwa dhidi ya Sierra Leone, wamecheza dhidi ya Zambia, wamefungwa dhidi ya Egypt. Hizo mechi zote wamefungwa. Sasa katika hali ya kawaida kwa taifa kama Tanzania ambalo limetajwa kama mataifa ambayo yana muendelezo mzuri wa kuwa na wachezaji ambao wanacheza kwenye ligi akiwa na umri mdogo, ikiwa linafanya vibaya kwenye mashindano kama haya ya CAF, maana yake ni aibu. Ni aibu ambayo haiwezi kuwa ya Karia peke yake kama rais wa TFF, lakini hii inakuwa ya taasisi nzima ya TFF na viongozi mbalimbali wa mpira wa Tanzania kwamba wameshindwa kuwajibika ipasavyo. Hii ni timu ambayo ilipaswa kuandaliwa vizuri kabla ya kuelekea kwenye mashindano yenyewe. Lakini kinachoonekana ni kwamba kuna delay ya maandalizi ambayo ilitokea, kitu ambacho kilipelekea timu kutokuwa na maandalizi bora kuelekea kwenye mashindano, na ikapelekea timu kupoteza michezo yote 4 kwenye hatua ya makundi, na hii ni record kwenye mashindano ya AFCON Under 20. Hakuna timu ambayo imeruhusu kupoteza michezo yote kwenye makundi kama Tanzania. Maana timu yetu ndio timu pekee ambayo imeruhusu kupoteza michezo yote kwenye kundi. Hakuna taifa lingine ambalo limefanya kitu kama hicho. Ni rekodi mbaya na mbovu ambayo tumeiweka kwenye mashindano ya CAF. Kwenye haya mashindano ya vijana ya umri chini ya miaka 20. Na ukiangalia wachezaji wetu ambao tumeenda nao ni wachezaji wakubwa. Kwa mfano ukiangalia mtu kama Valentino Mashaka, mchezaji mkubwa, amecheza Geita Gold, amecheza Simba na mpaka sasa yuko Simba. Yupo Shehan wa Young Africans, kiungo kutoka Zanzibar yule. Yupo Lamekilawi, yupo Vedastus Masinde, acheza championship na Lamekilawi Coastal Union. Yupo mchezaji wa Azam FC Zidane Sereri, yuko pale, amecheza Dodoma Jiji, amecheza Azam FC na sasa yuko pale. Ina wachezaji wengi ambao tayari wameshacheza kwenye mashindano mbalimbali ya ligi kuu, lakini pia wameshacheza kwenye
ngazi tofauti za kiushindani. Wamecheza championship lakini pia wamecheza ligi kuu. So ukitazama performance ambayo wameenda kuitoa kwenye mashindano ni performance ambayo kidogo inashangaza kuna mmoja au nyingine, na hapa ndipo kwa TFF sasa na wana bodi na TFF wanapata hiyo aibu kwamba wana wachezaji wengi ambao wacheza ligi kuu na kwenye mechi mbalimbali za kiushindani, lakini bado wameshindwa kwenda kuonesha uwezo mzuri kwenye mashindano ya AFCON Under 20, mashindano ambayo huwa mataifa mengi yanachukua kama platform. Kama unakumbuka kwenye AFCON Under 20 ambayo ilimalizikaga ile msimu kadhaa iliyopita, ile ilipelekea taifa kama la Senegal ambao ndio kama mabingwa walizalisha wachezaji wengi ambao walienda kuwatumia kwenye timu ya wakubwa. Kwa mfano mtu kama Kamara na wengine wengi, Kinasari na wengine wengi. Na wachezaji ambao walikuwa na uwezo mzuri, wanaonyesha performance bora kwenye mashindano haya AFCON, lakini mwisho wa siku tukaona kwenye timu yao ya taifa. Lakini kwetu sisi kidogo imekuwa tofauti. Tunaona timu yetu sisi inafanya vizuri, yani tunazungumza sana kuliko kutekeleza. Yani TFF wameshindwa kusimamia timu vizuri, lakini timu ambayo kama ingepata maandalizi mazuri wasingeweza kwenda kupoteza michezo yote minne kwenye hatua ya makundi. Yani bado inaonyesha kama kwenye maandalizi sisi hatuna uwezo wa kuandaa vizuri timu zetu, na hii imepelekea TFF kupata aibu kubwa, kwa sababu kwanza rais wa TFF anaheshimika sana barani Afrika, lakini shirikisho lake limetoa timu ambayo imeshindwa kwenda kufanya vizuri. Kwa hiyo aibu kama hizi tunapaswa kuziepuka. Yani tunapaswa kuziepuka kwa sababu tuna ligi ambayo ni bora, tuna vilabu ambavyo vinafanya vizuri. Kwa hiyo tujitahidi walau tuone pia na timu za taifa za vijana nzuri. Unaona timu yetu ya Under 17 inafanya vizuri sana. Timu yetu hii ya wanawake, ya wanaume za Under 17 zinafanya vizuri sana. Lakini hapa kwenye Under 20 kwa nini kuna shida? Kwa sababu hapa kwenye Under 20 panahusisha pia timu za ligi kuu. Kwa maana kuna wachezaji ambao wacheza ligi kuu, ambapo tunaamini kwamba labda hapa tungeona wachezaji wakicheza kwenye intensity kubwa wakiwa na uwezo mkubwa, lakini cha ajabu ni kwamba wanachokionyesha kwenye ligi na ambacho wanaanza kukionyesha kwenye mashindano vinakuwa ni vitu vile tofauti. Kwa hiyo ni eneo ambalo tunapaswa kulitazama ili kuepuka aibu ndogo ndogo kama hizi ambazo tumezipata kwa awamu hii kwenye mashindano ya AFCON Under 20. Kwa kupoteza michezo minne kwenye makundi sio ishara nzuri, ni ishara mbaya kwa sana kwa shirikisho letu.